Bwana asifiwe. Kabla ya kuleta tangazo kutoka ofisi ya wazee, niwakaribishe kikosi cha Injili Wananeno. Niwaombe waweze kusogea hapa bila kupoteza wakati. Matendo yake Yesu aliyonitendea, nitasifu pia matendo yake Yesu aliyonitendea tangu zamani. Nitayasifu ya matendo yake Yesu aliyonitendea. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiupekee tunayo shukrani mbele za Bwana. Haleluya. Takribani miezi 4-5 atufanye injili kwa njia ya vyombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichofanyika, majeshi wa Bwana akasema haiwezekani, tukiongozwa na Askofu Kilian, kwamba haiwezekani tusifanye injili kwa njia ya vyombo. Haleluya. Kwa hiyo tukadhamiria kutoka moyoni na kwa kumwomba Mungu kwamba tutafute kifaa kitakachotuwezesha kuipeleka injili mtaani kwa njia ya vyombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kiupekee tunayo furaha kwa maana Mungu ametenda. Haleluya. Amen. Basi kwa haya machache ninaamini baba yetu analo neno kwa habari ya wanainjili. Yes, mpigie Bwana Yesu makofi. Kwa wale wanaoelewa maana ya injili, piga makofi mengi kwa Bwana Yesu. Huu ni wivu wa Bwana ambao sikutegemea kwamba kanisa la LGC linaweza kuwa na mzigo mkubwa namna hii kwa ajili ya injili. Iringa imefikiwa, haijafikiwa? Yaani kwa namna hii, kwa sababu tuliona kufungua ile pale inawaletea shida mafundi mitambo. Kwa hiyo sasa kwa tendo hili naomba tuwaombee neema ya Bwana. Sadaka hii ni kubwa sana ya kwenda kutafuta roho za watu wamjie Kristo. Hiyo ni huduma kubwa sana kuliko chochote chini ya jua. Naomba sasa mgeukie madhabahuni pa Bwana mkiwa mmepiga magoti kwa ajili ya injili ambayo iko mbele yenu. Na utakachoombea juu ya watumishi wa Mungu hawa, najua wengine wako huku, ombea ishara na miujiza ziwe katika mikono yao. Neno ambalo litatamkwa likasikiwe katika masikio ya watu. Huu mji ukavutwe na wao baada ya kuhubiri kwa ajili ya sadaka hii. Mungu akawavute watu. Na ambacho nataka uombee kwamba kupitia sadaka hii tulijifunza somo la kupanda mbegu na kuvuna. Basi watakaohubiriwa wakaokoke na wakasimame, wasipotee kwa sababu ya sadaka iliyotolewa.